الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 11 ya mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 3 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 Miladia. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 23 في الصفحة 45 و300 من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال رحمه الله: وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه. asema Sheikh al-Islam, ama kusali nyuma ya mtu ambaye anakufuru kwa uzushi wake, min ahli al-ahwa, katika watu hawa bid'a, fahunaka qad tanaza'u fi nafsi salati al-jum'a khalfahu, wamekhtalifiana katika nafsi ya salatu al-jum'a nyuma yake. Maulama wamekhtalifiana katika nafsi ya salatu al-jum'a nyuma ya imamu huyo ambaye ana bid'a mukaffira zinazokufurisha. ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة, anayesema kwamba imamu huyo anakufuru, huyu ataamrisha irudiwe sala hiyo, liannaha salatun khalfa kafir, sababu hiyo ni sala iliyo nyuma ya kafiri. Mtu amesali nyuma ya kafiri, kwa lazima airudie sala yake hiyo, kwa anayesema kwamba huyo imamu huyo anakufuru kwa sababu ya bid'a hiyo inayokufurisha. ثم قال: لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، لكن مسألة هيا ينهسيانا نكوكفرشها وتوبدع، والناس مضطربون في هذه المسألة، نوات ومختلفيانا كتك مسألة هيا جيها وتوبدع نما كفيري، مولما مختلفيانا كتك هيلو. وقد حكي عن مالك فيها روايتان، zimepokewa kutokana na Imam Malik katika masala hayo riwaya mbili za kuwakufurisha na kutowakufurisha. Wa an Shafi'i fiha qawlani, pia zimepokewa kutokana na Imam Shafi'i katika masala hayo kauli mbili za kuwakufurisha na kutowakufurisha. وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان, pia imepokewa kutoka na Imam Ahmad katika masala hayo riwaya mbili hivyo za kuwakufurisha na kutowakufurisha. وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولان, vile hawa watu wa ta'wil wamewataja al-Ash'ari kwamba pia wana kauli mbili maulama, kuwakufurisha na kutowakufurisha. Wa ghalibu madhahib al-a'imma fiha tafsil, na ghalibu ya madhehebu ya maimamu hawa ina tafsil na upambanuzi wa masala hayo. ثم قال: وحقيقة الأمر في ذلك, وهلسية وجامب katika masala hayo, أن القول قد يكون كفرا, ni kuwa kauli huenda ikawa ni kukufuru. فيطلق القول بتكفير صاحبه, inaachiliwa kauli ya kumkufurisha mtu aliyesema kauli hiyo. ويقال من قال كذا فهو كافر, hii ndio itlaq. يطلق القول بتكفير صاحبه, huachiliwa kauli ya kumkufurisha mtu. ويقال, na husemwa man qala kadha fahuwa kafir, anayesema kadha huyo ni kafiri.
لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. lakini mtu maalumu kumwainisha na kumbainisha aliyesema hivyo hahukumii ukafiri wake mtu huyo mpaka isimame hoja juu yake, allati yakfuru tarikuha, hoja ambayo anakufuru mwenye kuiwacha hoja hiyo. يقول الشيخ العثيمين: هذا الكلام من الشيخ رحمه الله مبني على كلام سابق. maneno haya ya Sheikh al-Islam rahimahullah yamejengewa juu ya maneno yaliyotangulia, yani hal yusalla khalfa sahibi albid'ati almukaffira au la, je husaliwa nyuma ya imamu ambaye ni mtu wa bid'a inayokufurisha, au hapasaliwi nyuma yake? وقوله أهل الأهواء هم أهل البدع الذين يتبعون أهواءهم. أهل الأهواء ni watu wa bid'a wanaofuata hawa zao, ndio wanaitwa ahlul ahwa. قال: وقوله يكفر تاركها يعني تارك الحجة، أنا كفر من يكوات هجة، يعني إذا بينت الحجة للإنسان ولكنه تركها وأعرض عنها فهذا هو الذي يكفر تاركها. mtu akibainishiwa hoja, lakini hoja hiyo mtu huyo akaiwacha na kuipuuza hoja hiyo, fahadha huwa alladhi yakfuru tarikuha, huyo ndio ambaye amekusudia Sheikh kusema anakufuru mwenye kuiwacha hoja hiyo. ثم قال الشيخ: هنا فرق شيخ الإسلام بين التكفير المطلق والتكفير المعين. hapa Sheikh al-Islam rahimahullah amefarikisha baina ya kukufurisha mutlaq, kunakoachiliwa kwamba anayefanya kadha ni kafiri, anayesema kauli kadha ni kafiri, hiyo ndio mutlaq. Wa takfiri almuayyan, amefarikisha baina ya hiyo na kukufurisha kunakoainiwa mtu kadha. fanaqulu mathalan man qala kadha fahuwa kafir wa man fa'ala kadha fahuwa kafir, anayesema kadha huyo ni kafiri, anayefanya kadha huyo ni kafiri. hiyo ndio mutlaq, ndio takfirul mutlaq. lakin la nukaffiru shakhsan muayyanan hatta yaquma ad-dalilu yaquma alayhi ad-dalil, hatumkufurishi mtu maalumu mpaka isimame dalili juu yake. ثم ضرب مثلا يستنير به الإنسان تماما, kisha akapiga mfano ambapo mtu anapata mwangaza kwa mfano huo kamili. wa hiya nususul wa'id, nasi za makamio ya adhabu. qala falau wajadna wahidan ya'kulu mala al-yatim fa innana la naqulu lahu anta al-ana ta'kulu fi batnika nara wa satasla sa'ira. innal ladhina, Allah anasema aya ipo hapa, innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. wale wanaokula mali za mayatima kwa dhulma, hao wanakula moto katika matumbo yao na wataingia motoni siku ya Kiyama. Sasa anasema hii ni aya ya waid. Tukimpata mtu anakula mali ya yatima, fa innana la naqulu lahu, hatumwambii wewe unakula moto katika tumbo lako na utakwenda kuingia motoni, hatumwambii hivyo. lakin natlu alayhi al-aya fi hadha, lakini tunamsomea hii aya. qala wa hakadha kama fi nususil wa'id
فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق. هي نمفano wake ni katika nusus za makamio ya adhabu ni haki. لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد. lakini mtu mwenye kuainishwa maalumu kwa jina lake hashuhudiliwi makamio haya. فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار. hashuhudiliwi motoni mtu maalumu katika waislamu. فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار. hashuhudiliwi kuingia motoni muayyan mtu maalumu aliyeainishwa katika waislamu. قال لجواز ألا يلحقه الوعيد. kwa kujuzu kutomfikia makamio hayo muislamu huyo. لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط. kwa kukosekana sharti au thubuti mane au kuthubutu kizuizi kilichomzuia asiingie motoni. pengine alifanya tauba. anaelezea hapa Sheikh anasema faqad la yakunu at-tahrimu balaghahu. huenda ikawa hii kuharamishwa haijamfikia huyo, ndio vizuizi. faqad la yakunu at-tahrimu balaghahu. huenda ikawa hiyo kuharamishwa jambo haijamfikia. wa qad yatubu min fi'li al-muharram. na huenda akatubia kwa kitendo hicho kilichoharamishwa, ni kizuizi cha adhabu hiyo. وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم. na huenda akawa na thawabu nyingi ambazo zinafuta adhabu hiyo yenye kuharamishwa au adhabu ya hilo lenye kuharamishwa. قد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم. huenda akawa ana thawabu nyingi ambazo zinafuta adhabu ya hilo lililoharamishwa. وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه. kizuizi kingine, huenda akaonjwa kwa mitihani mingi ambayo hufutiwa madhambi yake hayo kutokana na misiba hiyo na matatizo aliyoyapata. وقد يشفع فيه شفيع مطاع. na huenda akamwombea shafii mwenye kuomba shafaa mwenye kutiiwa. haya yote ni mambo ambayo yanasababisha asiingie motoni huyo aliyekula mali ya yatima au huyo aliyefanya kitendo hicho cha madhambi akapewa makamio ya moto. قال فهذه هي الموانع من إلحاق الوعيد بالشخص المعين. hivi ndio vizuizi vya kumfikia makamio hao ya adhabu mtu maalumu. أولا قد لا يكون التحريم بلغه وهذا شرط. huenda ikawa kuharamishwa huko kujamfikia. فلا يمكن أن نكفر أحدا أو نلحقه الوعيد إلا إذا بلغه النص. haiwezekani kumkufurisha yote au kumfikishia makamio ya adhabu isipokuwa ikimfikia nas ala wajhin yathbutu bihi indahu. فإذا وصل على وجه يثبت عنده فلا عذر له. ikimfikia nafsi, ikifika nafsi hiyo kwa njia ambayo inathubutu kwake kwamba imemfikia kweli nafsi hiyo inayoharamisha jambo hilo, hapo hana udhuru tena. lakini faidha lam yablughuhu an-nass fa innahu ma'dhur. nafsi isipomfikia ya adhabu, huyo mtu anapewa udhuru. Tumeelewa? hii ni kwamba nafsi haikumfikia ndio anapewa udhuru. nafsi haijamfikia hiyo ya kuharamishwa, kwa mfano kula mali za mayatima.
Na watu wengi ni hivyo, wafungua vitengo vya mayatima mtu ni kitega uchumi chake, anafungua kitengo qismul aitam na kuweka pale watoto 2 watatu mayatima, tena wakubwa hao, si mayatima tena, watu wazima. Mtu wa miaka 20 bado ni yatima huyo? Si yatima, lakini basi ni katika miradi ya watu wameweka sasa hivi kufungua kitengo hicho cha mayatima na kuomba misaada. Mara unamwona na jitumbo kubwa limefika kule, mara unamwona na magari. Wengi nasema wengi wako hivyo, sijamtaja mtu msimkasema. Kwa hiyo kama nafsi imemfikia hana udhuru, kama nafsi imemfikia ya uharamu wa kula mali ya yatima au jambo lolote la haramu, ni kwamba hana udhuru tena huyo. Lakini kama nafsi haijamfikia, huyo ni maadhur. Thaniyan, waqad yatubu min fi'li almuharram. Jambo jingine linalozuia kumfikia makamio ya adhabu, huenda mtu akatubia kwa kitendo chenye kuharamishwa na hatuwezi kujua. Wa idha taba Allahu alayhi, akitubia Allah anamsamehe. Wa adat sahifatuhu bayda, buku lake linabaki ni jeupe, linarudi kwamba jeupe, hana madhambi kwa sababu ametubia dhambi ile. Thalithan, waqad takunu lahu hasanatun adhima tamhu uqubata dhalika almuharram, huenda ikawa ana mambo mema mengi, thawabu nyingi zinafuta adhabu ya jambo hilo lenye kuharamishwa. Mithla ahli badrin, masahaba walioshiriki vita vya Badr. Fa inna Allaha tala alayhim wa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Allah amewaona na kuwajua watu walioshiriki masahaba hawa katika vita vya Badr na kuambia, fanyeni mnavyotaka, nimeshawasamehe madhambi yenu. I'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Kama yule Hatib radhiyallahu anhu aliyekwenda kutoa siri kwa Makuraish kwamba Mtume sallam anajiandaa huko na masahaba kuja kuwaingilia nyinyi Makuraish, akatoa siri hiyo. Lakini Mtume alipoambiwa kwamba ni Hatib, la, simuadhibu huyu ameshiriki katika vita vya Badr. La'alla Allah tala alayhim wa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Tayari masahaba walikuwa wataka kummaliza, akaambia hapana. Hatib ibn Abi Balta radiyallahu anhu qala rabi'an, waqad yubtala bimasaiba tukaffiru anhu, huenda akawa ameonjwa kwa misiba mingi ambayo inamfutia madhambi. Sawaun masaibu fi badanihi, sawa ni misiba katika mwili wake, alipata maradhi, au masaibu fi ahlihi, au misiba katika ahli zake, au masaibu fi mujtamaihi, au misiba katika mujtamaa wake na familia yake. Almuhimu anna kulla musibatin tusibu linsana fa innahu yukaffaru biha anhu. Muhimu ni kwamba kila msiba unaompata mtu, kila tatizo linalompata mtu, fa innahu yukaffaru biha anhu, hufutiwa madhambi yake kwa msiba huo. Hatta shaukatu idha asabatuhu, mpaka mwiba unapomchoma. Mtu amechomwa na mwiba tu, alimetoka hapo nje barabarani akachomwa na mwiba, ule mwiba ule aliochomwa ni sababu ya kufutiwa madhambi yake. Wa idha ihtasaba ajraha uthiba alaiha min ajli sabri, akitarajia thawabu zake anapewa thawabu kwa ajili ya subra yake alionayo. Wa hakadha almu'min, akipata msiba anatakiwa asubiri kisha atarajie thawabu kwa Allah. Msiba wote akipata msiba asubiri na atarajie thawabu kwa Allah. Allah anampa thawabu kwa ajili ya kusubiri kwake. Khamisan, waqad yashfa'u fihi shafi'un muta',
huenda akamwombea shafaa shafii mwenye kuomba shafaa mwenye kutiwa, kama qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajula la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahumullahu fihi. Alhadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Mtume anasema hakuna mtu yoyote Muislamu atakayekufa wakasimama juu ya jeneza lake watu 40 wakamsalia, la yushrikuna billahi shay'a, watu 40 hao hawamshirikishi Allah na kitu chochote, illa shaffa'ahumullahu fihi, isipokuwa Allah huwakubalia shafaa yao kwa maiti huyo Muislamu. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وهؤلاء شفعاؤه في الدنيا. هوا ni wenye kumwombea shafaa hapa duniani. وقد تكون هناك شفاعة في الآخرة, na huenda ikawa huko akhira pia kuna shafaa ya kumwombea muislamu huyu. قال فإن النبيين والصديقين والشهداء والملائكة يشفعون يوم القيامة في من دخل النار أن يخرج منها. mitume na wasema kweli na mashuhada na malaika watawaombea shafaa siku ya kiyama watakaoingia motoni, kuombea shafaa watoki katika moto. Kwa hiyo haya ndiyo sababu ya kufanya kwamba Muislamu asishuhudiliwe moto akifariki, kama vile asivyoshuhudiliwa pepo. Muislamu hashuhudiliwi pepo akifariki, isipokuwa watu ambao tayari wana dalili katika Qur'ani, masahaba au hadithi za Mtume sallam, kuna dalili ya kwamba wanakwenda peponi. Hiyo hakuna shaka, tunasema masahaba ni watu wa peponi. Lakini mtu mwingine yoyote tunamtarajia pepo na kumwogopea adhabu. قال وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها, ni hivi maneno ambayo anakufuru mwenye kuyasema. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق, huenda akawa mtu hazijamfikia nususu zinazowajibisha kujua haki. وقد تكون عنده ولم تثبت عنده, na huenda zikawa zipo hizo kwake lakini hazijathubutu kwake. au lam yatamakkan min fahmiha, au hajamakinika kuzifahamu nususi hizo. Na hili wanalo watu wengi, hawajasoma nawaqidul Islam, wanafanya moja katika vitenguzi vya Uislamu bila kujijua. Hawa wanapewa udhuru. Tumeelewa? Wanapewa udhuru. Mtu anakejeli Qur'ani wazi wazi, anaikejeli Qur'ani wazi wazi, unaona mtu huyo anajua huyo hapana, ni mjinga. Mpeni zawadi huyo. Apewe zawadi kwa kukejeli Qur'ani. Sasa ni mtu mjinga, hajui nawaqidul Islam. Kama anajua hawezi akasema vile, kwa anapewa udhuru. قال وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. na huwa ikawa zimezuka kwake shubha ambapo Allah anampa udhuru kwa shubha hizo. faman kana min almu'minina mujtahidan fi talabi alhaqqi wa akhta'a, aliyekuwa katika Waislamu ni mujtahid, anajitahidi katika kutafuta haki akakosea, fa inna Allaha yaghfiru lahu khata'ahu kainan man kan, Allah anamsamehe kukosea kwake vyovyote alivyo, sawa kana fil masail an-nadhariyya au al-amaliyya, sawa ilikuwa katika masala ya nadharia ya kufikiria au ya vitendo. hadha alladhi alayhi
ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam wa jamaahiru a'immati alislam. Hili ndilo ambalo wako juu yake masahaba wa Mtume sallam na kundi la viongozi wa Uislamu. ثم قال الشيخ: وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. hawakugawanya masail kwenye masala ya misingi ambayo hukufurishwa kwa kuyapinga na masaili mengine ambayo sio misingi ambapo la yukaffaru, hakufurishi mtu kwa kuyapinga. Hawajagawanya hivyo. wama qasamu almasaila ila masaila usulin yukaffaru biinkariha wa masaila furu'in la yukaffaru biinkariha. hawajagawanya masala kwenye masala ya usul ambayo hukufurishwa kwa kuyapinga masala hayo ya usul na masaila ya furu' ambayo hakufurishi mtu kwa kuyapinga. hawajagawanya hivyo. Uislamu ni Uislamu, Uislamu ni Uislamu. Hakuna kwamba masala haya ukiyasema Uislamu unakufurishwa na masala mengine ukiyasema hukufurishi. Uislamu wote ni Uislamu. قال: فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الوصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل. أما كفرقيش بين سمبولي يا مسألة نكويتني مسائل يا أصول misingi ya Uislamu, na kufarikisha baina ya sampuli nyingine na kuita ni masaili ya furu'. Fahadha alfarqu laysa lahu aslun, kufarikisha huku hakuna msingi wowote, la ani sahaba wala ani tabi'ina lahum biihsan wala a'immati alislam. hawajafarikisha hivyo. وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع. kugawanya huko na kufarikisha huko kumechukuliwa kutokana na Mu'tazila na mifano wao katika watu wa bid'a. wa anhum talaqahu man dhakarahu min alfuqaha fi kutubihim, na kutokana na wao ndipo amelipokea aliyotaja hivyo katika maulama wa fiqh katika vitabu vyao. Lipo hili katika vitabu, lipo hili kwamba Uislamu una usul na furu', lakini hao wamechukua kwa Mu'tazila, as-sahaba wa tabi'una lahum biihsan, hawajafarikisha Uislamu baina al-usul wal furu'. قال الشيخ: ليس في الإسلام تفريق بين أصول وفروع، ويدل لضعف هذا التقسيم أن الذين قسموا ذلك جعلوا الصلاة من الفروع وهي من أصل الأصول. hawa asema inafahamisha udhaifu wa kugawanya huku, kwamba wale waliogawanya hilo wamejalia sala ni katika furu', si katika usul. Unaona, sala ambayo ni nguzo ya pili ya Uislamu baada shahadatain, wasema hii ni katika furu', wa hiya min asali al-usul, wakati sala ni katika misingi mikubwa ya misingi. wajalu zakata min al-furu', wamejalia zaka ni katika furu', wasiyama min al-furu' walhajj min al-furu'. yani yote hii si misingi, ni nguzo za Uislamu. Wanasema hii sio misingi ya Uislamu. والمسائل العلمية العقدية هي الأصول. مسألة يكيليم يكيتكادي هي ndio misingi. وهذا ليس بصواب، هي sio sawa. والصواب إن تنزلنا وقسمنا الدين إلى أصول وفروع فالأصول عبارة عن أصول الإسلام العظيمة وقواعده الكبار. Ikiwa tutagawanya dini kwenye usuli na furu', misingi ni ibara ya misingi ya Uislamu mikubwa, wa kawaidi alkibar, wal furu' ma duna dhalik, furu' ni iliyo chini ya hivyo. Famathalan as-salatu min al-usul, sala ni katika misingi, lakinna wujuba at-tashahhud al-awwal fiha mathalan min al-furu',
lakini wajibu wa tashahudi ya mwanzo katika sala kwa mfano ni katika furu' wajibati sala. ولهذا تصح بدونه إذا تركه نسيانا. ويصلي inasihi bila tashahudi ya mwanzo akisahau, sio kwa kusudi. Mtu akisahau tashahudi ya kwanza zenye raka 4 au zenye tashahudi 2, akiwacha tashahudi ya mwanzo kwa kusahau, sala yake inasihi, anatakiwa sujudu sahwi. Wala hadha faqis. Tumeelewa? Kwa swala ni katika usul, si katika furu'. قال أما المتأخرون فانحدروا في هذا التقسيم وقسموا الدين إلى قشور ولب، وهذا غلط عظيم. Ama hawa waliokuja nyuma hawa nao wameshuka katika mgawanyo huu, wakaigawanya dini kwenye kushur na lub. Kushur ni yale maganda ya juu, kwa mfano kama nazi, maembe, yale ya juu yale ndiyo kushur. Lub ni ile ya ndani. Sasa wameigawanya dini kwenye kushur na lub, wa hadha ghalatun adhim. Hili ni kosa jingine kubwa. Fa inna ad-dina laysa fihi qushur. Limadha? Lianna al-qushura turma wa la yuntafa'u biha. Dini haina kushur kwa hali zote, sababu kushuri yanatupwa, maganda ya maembe yanatupwa, yale maganda ya nazi yale yanatupwa. Sasa huwezi kusema kwa dini ina kushur. Unaelewa? Tumeelewana? lianna alqushura turma wala yuntafa'u biha, hapapati manufaa kwa kushur. Wama fi dini lislami shay'un yurma, hakuna katika dini ya Uislamu kitu kinachotupwa, wala yuntafa'u bihi, wala hakipatii manufaa. Fakulluhu lub, Uislamu wote ni lub, ile ndani ya kitu kile asili. Uislamu wote ni asili. Lianna ba'daha aula wa a'zamu min ba'd, sababu baadhi yake ni aula na ni a'zam, ni kikubwa kuliko baadhi nyingine. Idhan taqsimu ad-dini ila usulin wa furu'in hadha khilafu ma alayhi al-a'imma. Kwa hiyo kugawanya dini kwenye usul na furu', hii ni kinyume cha walivyokuwa juu yake hawa viongozi wa dini. Wa hadha ma'khudhun min ahli al-bid'i wal kalam. Jambo hilo la kugawanya dini kwenye usul na furu' limechukuliwa kutokana na watu wa bid'a. Lakin tabi'ahum ala dhalik ba'd al-fuqaha, waliwafuata katika hilo baadhi ya maulama wa fiqh. وتسمية ما يتعلق بالله تعالى بالفقه الأكبر لا يدخل في هذا. أما قويتا mambo yanayohusiana na Allah kwamba ni fiqhul akbar, haingii katika hili. فنحن لا نشك أن الدين شرائع وفيها شيء صغير وفيها شيء كبير. hatutii shaka kwamba dini hii ni sheria na ndani yake kuna kitu kidogo na kitu kikubwa. mithla dhunubi fiha shay'un saghirun wa fiha shay'un kabir, kama madhambi kuna madhambi madogo na madhambi makubwa. قال ثم يلاحظ في من قسم الدين إلى أصول وفروع أنهم يرون الأصول عندهم لا تثبت بخبر الواحد. kisha itaangaliwa mulahadha kwa wale wanaogawanya dini kwenye usul na furu', ni kwamba wao wanaona hiyo usul kwao haithubutu bi khabari alwahid, wa hadithi ya mtu mmoja, hadithi iliyopokewa na mtu mmoja. usul la tathbutu bi khabari alwahid lianna khabara alwahid ala za'mihim yufidu dhanna, sababu habari ya mtu mmoja, mpokezi mmoja kwao, kwa madai yao inafidisha dhanna, haifahamishi uhakika na yaqin kwao hao watu wa bid'a. Watu wa bid'a khabaru alwahid la yufidu dhanna la yufidu alyaqin, ambapo sio sawa. hadithu innama al-a'malu binniyat fi sahihain, na ni hadithi ameipokea Umar peke yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeelewa? Ni khabarul wahid, lakini iko katika sahihain. Kwa hiyo sio sawa kusema kwamba khabarul wahid yufidu dhanna la yufidu al-yaqin.
قال ومسائل الأصول لا بد فيها من القطع. مسألة ya misingi ya dini lazima kuwe kuna uhakika, lakini sayunaqishum Sheikhul Islam rahimahullah munaqashatan mufhima, lakini atawanakish Sheikhul Islam rahimahullah munakasha ambao unawatoa na kuwakwamua na kuwafanyia raddi ya itikadi yao hiyo. Kwa hiyo dini yote ni usul, dini haina usul na furu', dini yote ni usul, ni misingi. Qala wa huwa tafriqun mutanaqilun, na hii ni tafriqi inayopingana. Fa innahu yuqalu liman farraqa baina an-naw'aini, huambiwa yule aliyefarikisha baina ya sampuli mbili, ma haddu masaili al-usul allati yakfuru al-mukhti'u fiha, ni yapi maelezo ya masala ya misingi ambapo anakufuru anayekosea katika masala haya, nini maelezo yake? Ma haddu masaili al-usul allati yakfuru al-mukhti'u fiha, ni yapi maelezo ya masala haya ya usul ambapo anakufuru mwenye kukosea katika masala haya? Wa mal fasilu bainaha wa baina masaili al-furu', na ni kipi kipambanuzi baina ya masaili al-usul na baina masaili al-furu'? Fa in qala, akisema masailu al-usul hiya masailu al-i'tiqad, akisema masaili haya ya misingi ni masala ya i'tiqadi ya aqida, wa masailu al-furu' hiya masailu al-ilmi, na masaili al-furu' ni masala haya ilmu. Qila lahu, ataambiwa fatanaza'a an-nasu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hal ra'a rabbahu am la, Waislamu wamekhtalifiana kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, alimuona Mola wake alipopelekwa mbinguni au hajamuona? Wa fi anna Uthman afdalu min Ali, pia Waislamu wameana kwamba Uthman ni bora zaidi kuliko Ali, am Ali afdalu, am Ali ibn Abi Talib ni bora zaidi kuliko Uthman. Wa fi kathirin min maani al-Qur'an, pia katika maana nyingi za Qur'ani Waislamu wametofautiana. Wa tashihi baadhi al-ahadith hiya min al-masail al-i'tiqadiyya al-ilmiyya, kusahihisha baadhi ya hadithi ni katika masail i'tiqadiyya ya kielimu. Wala kufra fiha bil ittifaq, hakuna kufurishwa katika masala hayo kwa itifaki ya maulama. Wa wujubi salati waz-zakati was-siyami wal-hajji wa tahrimi al-fawahishi wal-khamri hiya masailu amaliyya, wal-munkiru laha yakfuru bil-ittifaq. Ulazima wa sala na zaka na saum na haji na kuharamishwa mambo machafu, kuharamishwa tembo, haya ni masaili ya kielimu, na mwenye kuyapinga haya anakufurisha kwa itifaki ya maulama. Tumeelewa? Kwa hiyo haya ni masaili haya ambapo maulama wametofautiana. Kwa hiyo huwezi ukamkufurisha mmoja katika wale, au anayetakidi upande fulani na upande mwingine huwezi ukamkufurisha. Kama qala fahuna mathala almuallif rahimahullah, katika sharhi ya Sheikh Al-Uthaymeen hapa muallif ametolea mfano wa masaili ya itikad. Hal ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rabbahu am la, je, mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mola wake au hajamuona? Hadhi aqida wa laysat amala, hii ni aqida si amal, si vitendo. Waqad ikhtalafu kadhalika fi alladhi yuzanu yawm al-qiyamah, hal huwa al-amalu au al-bitaqa au al-shakhs nafsuhu, wa hadhi aqida. Pia maulama wamekhtalifiana katika kitu gani kitakachopimwa siku ya kiyama na mizani. Je, ni amali zenyewe zitapimwa au ni bitaka ile ya la ilaha illa Allah, au ni mtu mwenyewe? Hii ni aqida. واختلفوا في الصراط, pia wamekhtalifiana katika sirat, hal huwa siratun wadihun yamshi an-nas alayhi au huwa kama warada adaqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayf. Wamekhtalifiana hiyo sirati ni njia ambayo watu watakwenda juu yake, watatembea juu yake, au ni kama ilivyokuja katika hadithi
ni adaqu min ash-sha'r, ni nyepesi sana au nyembamba sana kuliko nywele. Wa ahaddu min as-sayf, na ina makali sana sirati hiyo kuliko upanga. Pia wamekhtalifiana. واختلفوا في النار التي يعذب بها العصاة من المؤمنين هل هي النار التي يعذب بها الكفار. pia maulama yakhtalifiana katika huo moto ambao wataadhibiwa wale uswat katika waislamu wenye kuasi. Je, ni moto huo watakaoadhibiwa makafiri? wa anna Allah ta'ala yamna'u ta'thiraha fil mu'minin au hiya biduni mani', na kwamba Allah atazuia taathiri ya moto huo kwa waislamu au ni moto huo bila kizuizi. pia wamekhtalifiana fil jinni, yadkhuluna aljanna au la yadkhulunaha, majini wataingia peponi au hawataingia. Washiaa kathira min al-usuli al-aqadiyya wa fiha khilafun baina an-nas, na kuna khilafu baina ya watu. kisha akasema amma fi mas'alati tafdhil Uthman am Ali radiyallahu anhuma fasahihu anna Uthman radiyallahu anhu afdalu. kauli sahihi ni kwamba Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ni bora kuliko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. hadha alladhi istaqarra alayhi ra'yu ahli sunnati wal jamaa, hili ndio ambalo imetulizana rai ya ahli sunna wal jamaa. wa illa faqad ikhtalafu ayyuma afdalu, faqaumun faddalu aliya wa qaumun faddalu Uthmana wa qaumun thalathu bi Uthmana wa sakatu au rabba'u bi Ali. Mختلفiana nani katika wao bora sana. kuna watu wamemfadhilisha Ali kuliko Uthman, na kuna waliomfadhilisha Uthman kuliko Ali, na kuna watu thalathu bi Uthman wa sakatu, wamemfanya ni khalifa watatu Uthman kisha wakanyamaza, au rabba'u bi Ali, au wakamfanya ni khalifa wa nne Ali. falhasil, Sheikh anasema hatimaye falhasil, jawabu ni kwamba masala ya kufadhilisha baina Ali na Uthman mas'alatun khilafiyya. أما مسألة الخلافة فأجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان رضي الله عنهما. ومن مسألة كفضلشة ناني بورا سانا عثمان نبورا سانا كليكو علي أو علي نبورا سانا كليكو عثمان رضي الله عنهما, hapo ndio pana khilaf. ama masala yo nani khalifa watatu baada ya Umar, hii wamewafikiana al-sunna kwamba khalifa watatu baada ya Umar ni Uthman radhiyallahu anhuma. qala al-imam Ahmad rahimahullah wa man khalafa fi khilafati ahadin min haula'i fa huwa adallu min himari ahlihi. Umeelewa? ama mwenye kufanya khilaf katika ukhalifa yoyote katika hawa walivyopangiliwa na al-sunna, huyo amepotea zaidi kuliko himari wa jamaa zake, punda wa jamaa zake. wa man khalafa fi khilafati ahadin min haula'i fa huwa adallu min himari ahlihi. ama masala ya mtume kumuona Allah hajamuona, kama katika hadithi ya Mama Aisha alivyomuuliza akasema nurun anna arah, Allah ni nuru, nitamuona vipi? Kwa Allah hakumuona Mola wake alipopelekwa kule mbinguni. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.